Polisi imekanusha madai kuwa polisi wanahusika na uhuni au kufanikisha uhuni wa kisiasa, huku ikionya kuwa maafisa wanaobainika kushiriki katika vurugu watakabiliwa kwa mujibu wa sheria. Msemaji wa idara hiyo, Muchiri Nyaga, amesema tayari idara hiyo inatambua maeneo yenye hatari kubwa na kuweka mikakati ya kudhibiti tishio lolote dhidi ya usalama kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Na kama anavyoripoti Samia Dika, hatua hii inajiri huku wasiwasi ukiongezeka kuhusu kurejea kwa uhuni na vurugu zinazochochewa na wanasiasa. ICJ Kenya ikivitaka idara husika kuchukua hatua ya haraka na kuzuia marudio ya vurugu zilizoshuhudiwa katika chaguzi za hapo awali. Zikiwa zimesalia takriban siku 365 kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka 2027, wasiwasi unaendelea kuongezeka kuhusu tishio la uhuni wa kisiasa na vurugu, jambo linalozua maswala mapya kuhusu tayari wa nchi kudumisha amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi huo. Huduma ya kitaifa ya polisi inasema haina nafasi kwa maafisa wa polisi wanaoshiriki katika vurugu za kisiasa, huku msemaji wake Muchiri Nyaga akitoa onyo kali kwa maafisa wa usalama dhidi ya kuhusika kwenye uhuni. Police are not part of goons because goons is actually criminality, and we cannot have police officers who are also criminals. Where we have them as criminals, then they'll be dealt as such. Huduma ya polisi aidha inasema imo mbioni kutambua maeneo yanayoonekana kuwa hatarini kukumbwa na vurugu na kuandaa mikakati mwafaka ya usalama ili kukabiliana na vitisho vinavyojitokeza kama maandalizi ya uchaguzi mkuu ujao. Of intelligence-led operations. This is something that we are also so keen on. This is something that we've backed on to ensure that whatever we do, it's based on intelligence, it's based on proactive action, and moving forward we want to have a country that is secure, that is safe, and where citizens will be able to vote and carry out their mandate in that democratic space. ICJ Kenya sasa imevitaka vyombo vya usalama kuwajibika ifaavyo, huku ikionya kuwa kushindwa kukabiliana na vurugu za kisiasa mapema kunaweza kutishia amani wakati wa uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka 2027. We are not satisfied. We feel exposed as citizens and as a country. We are asking questions of the duty bearers. We want to see more action. We want to see tangible results. We want to see it. When there's action, we will see it. One of the key things coming out from the CRIP study is that there is a demand for violence because it's coined as a solution for livelihood. Are we thinking about this? Akirejelea suala la kuwawajibisha maafisa wa polisi wanaokiuka haki za raia, kamishna wa mamlaka huru ya kuchunguza utendakazi wa polisi IPOA, Daktari Annette Mbogo, ameahidi kuendelea kufuatilia mwenendo wa polisi ili kuzuia ukiukaji wa sheria. Have as an authority conducted monitoring of by-elections that have been conducted thus far. And our findings in those monitoring activities have been documented and sent to the IG for purposes of him implementing those recommendations that will then improve matters relating to political related violence, but also how to ensure that we're able to protect the citizenry even as they exercise their democratic right to participate in the election. Wanasiasa wakitarajiwa kuongeza kasi kusaka uungwaji mkono miezi chache ijayo, macho yote sasa yataelekezewa mamlaka husika kutambua iwapo zipo tayari kukabili uhuni nchini kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Samia Dika, Dira ya Hope TV. Shukran sana Dika kwa taarifa hiyo. Mbali nayo ni kwamba msemaji wa serikali Charles Owino ameonya vikali watu wanaosambaza taarifa za uongo